Mino baba moyo bora. Yeah. Moyo bora. Hey, mino baba moyo bora. Mwenye bora si bora baba kababa wengine. Mike Jason aka Chep MC aka The Monotone aka Mnyamahanga aka Baba Bora kwenye show Baba Bora. Kama ilivyokuwa hada, hatukoseagi daima, tunapatishia, tunakuaga hapa kumtengeneza Baba Bora aliyopo na yule atakaye kuja baadaye, kwa sababu tuna upungufu kiukweli wa Baba Bora, na ndio maana show Baba Bora kupitia Chep MC ikakujia kupitia Star TV. Nafikiri leo unatazama, msanue na mwenzio, mwambie kwamba sasa hivi tuko on air na show Baba Bora imeanza na inaendelea hapa. Kwa hiyo hapa ni sehemu ya kujifunza, kuelimika na kuburudika pia kwa uchache, au sio? After short break ya be back na utajua leo niko na nani kwenye hii show. Usiondoke hapo ulipo. Mino baba moyo bora. Yeah. Moyo bora. Hey, mino baba moyo bora. Mwenye bora si bora baba kababa wengine. Bwana, nimerudi. Wewe ambao ulikuwa unanitazama mwanzoni wakati nakuja kufungua show Baba Bora, na yule ambaye ananitazama sasa hivi na yule ambaye anitazami, wewe unaonitazama sasa hivi unaweza ukamsanua ukamwambia kwamba show Baba Bora right now there. Baba Bora ni mimi mwenyewe. Mwingine zaidi yangu ni babangu mimi, na babanke yanka pia ni Baba Bora, na baba yako wewe unaonitazama ni Baba Bora. Lakini tunahitaji kutengeneza mababa bora wengine zaidi na zaidi na zaidi, kwa sababu right now tunaweza tukaona vijana wengi sana hawana misingi imara ya kuweza kuenda familia, hawana misingi imara ya kuweza kupokea mambo na kuyaweka kwenye mioyo yao ili maisha mengine yaweze kuendelea na ndoa zao ziweze kudumu. Iko kitu kimekuwa kina upungufu sana katika society tuliokuwa nayo. Lakini leo kama nilivyokuambia, nitakuepo, nipo na mgeni wangu. Najua mnanijua mimi hapa kwenye show yangu na kuaga na watu tofauti tofauti, na walete waliooa, waliolewa, ambao hawajaoa, ma professional bachelor kama Lady Yanka, wote mimi naishi nao kwenye show yangu. Lakini leo niko na Madam Happy Mbuya. Huyu hapa ni gospel singer, pia mfanyabiashara. Tumemtembelea leo kuja kuyapata mawili matatu kutoka kwake ili tuweze kujua Baba Bora anatengenezwa vipi katika jamii yetu, au sio? Happy Mbuya, karibu sana kwenye show. Asante sana. Kwanza ongera kwa kuweza kumudu mziki na kumudu biashara. Nashukuru sana. Hivi vitu vyote viwili yani unavimudu vipi? Yani wewe ni mwanamuziki wa Injili, alafu ni mfanya biashara hapo, alafu bado wewe ni mama bora, una familia nyumbani, hivi vitu tunaviendo vipi? Nina viendo kwa sababu kwenye maisha kuna kitu kinachoitwa ratiba. Unapanga vizuri ratiba zako. Kwa mfano mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, kuna muda ambao ninapanga kwa ajili ya mambo yangu ya gospel. Lakini ni mfanya biashara kwenye kampuni yangu, ninafanya kazi. Kwa hiyo ninapanga vizuri na administration kwenye maofisi yangu. Lakini pia ni mama bora. Kwa hiyo ninawahi nyumbani jioni na nampikia mume wangu na familia yangu. Mambo yanaenda vizuri kabisa. Asante sana kwa kujielezea kwa ufupi, lakini tunarudi sasa kwenye ubaba bora. Sasa kilichotuleta hapa leo ni ubaba bora, sio yule Happy Mbuya singer, hapana, sio yule Happy Mbuya mfanyabiashara, hapana. Tunataka tumpate yule Happy Mbuya mama bora mwenye baba bora. Baba bora yupo? Yupo. Anaenda mambo yake Baba Bora au Anaenda mambo yake vizuri kabisa. Na wewe unamappreciate ni Baba Bora? Ninamappreciate kabisa. Nataka nikuulize swali moja la kizushi. Kwa mfano wewe ni mama right now na una watoto, that's why nipe changamoto ya mwanamke ambaye anaishi bila mume alafu ana watoto wa kiume, anaweza kutengenezea Baba Bora? Mwanamke anaishi bila mume alafu ana watoto wa kiume, ni ngumu sana kutengeneza Baba Bora. Kwa nini? Kuna nafasi kubwa sana ya baba kukaa karibu na vijana wake wa kiume. Kuna mambo ambayo Baba Bora anatakiwa ayafanye kwa kijana wake ambayo sisi wakina mama hatuwezi kuyafanya kama anavyoweza kuyafanya Baba Bora. Wewe ni mama bora, na wewe kama ni mama bora, hawa wanawake sasa ambao wao wanasema kwamba wao ni single woman alafu wamezaa watoto wa kiume alafu wanasema ni single woman, sasa wewe unawashauri nini wanawake kama hawa ili waweze kutuletea kizazi kilichokuwa bora na kutengeneza Baba Bora wajao? Ndugu mtangazaji, unasema kwamba kwa wale wanawake ambao wana watoto wa kiume lakini ni single mothers na wanahitaji kuwatengeneza watoto wa kiume waje kuwa mababa bora, watafanyaje? Unajua kwenye maisha hatuwezi kusema tutalazimisha sasa wale wakina mama wakatafute waume sasa wawe tena na baba bora ili waendelee kuishi, hapana. Kama imeshatokea, mwanamke huyo anatakiwa tu kujikubali na hali ambayo tayari imeshatokea.
lakini kuna mambo mengine mengi tu anaweza kuyafanya juu ya vijana wake wale. Kwanza atakapomlea yule kijana kwa misingi ya kimungu. Kama huyu kijana amemlea, anaenda kanisani, akisikia kuna semina za vijana, anafuatilia yale mambo ambayo ni ya muhimu, ana uwezo wa kumjenga yule kijana akawa katika mazingira yaliyoko sahihi kuja kuwa baba bora baadaye. Kuna mambo mengi tu ambayo huyo kijana anaweza akawa anajifunza. Anajitahidi tu. Kwa mfano kama sasa hivi kwenye mitandao mambo yako wazi sana. Na sio kwamba eti kwa sababu huyu ni mama eti ndo hawezi kabisa kumwelekeza kijana wake mambo yaliyo mazuri. Anaweza kujifunza. Kwa mfano kuna mambo mengi yaliyotokea, unaona kama sasa hivi kuna ushoga. Ni vitu ambavyo vinaumiza wazazi na ni vitu ambavyo haviendi vizuri. Lakini yule mama bora akijitahidi kumweleza, unajua kuna ile mambo unajificha, unaanza kuficha. Huyu nikimwambia hivi ataonaje? Hapana. Sasa hivi unatakiwa kuwa black and white. Uwe muwazi Kwa mtoto wako, awe ni wa kiume au ni wa kike. Unamwambia siku hizi kuna 1, 2, 3. Ukiona kijana anakushauri fanya 1, 2, 3, angalia. Ukata kama kuna hizi social media zinaonyesha vitu mbalimbali, unaambia unaona, unamuelekeza, unaona hivi vitu vipo. Kwa hiyo unatakiwa kuviepuka. Kwa hiyo kuna namna unaweza ukamuelekeza yule kijana, lakini pamoja na kumlea kwenye misingi ya kimungu. Unatazama kupitia Star TV hivi sasa, namba zangu zinapita hapo chini, unaweza kuniachia maoni yako. Tukiendelea kuishi pia Chep MC Instagram, unaweza kuniachia maoni yako. Ni vipi tumjenge baba bora? Ni vipi tuweze kusogea mbele na kutengeneza taifa lililokuwa bora? Epimbuya anakuambia sasa hivi ni wakati wa utandawazi, yani black and white. Kwa maana kwamba hakuna siri. Usimfiche mwanao, kwa sababu dunia sasa hivi haijavaa nguo kabisa. Dunia haijavaa nguo. Kwa kama haijavaa nguo, wewe unatakiwa uivalishe nguo. Unaivalisha nguo vipi? Ni kuwalea watoto katika misingi iliyokuwa imara, misingi ya kimungu, ili tuweze kutengeneza mababa bora wajao. Kwa sababu hata tukiangalia sasa hivi watoto hawapewi misingi ya kidini. Watoto hawamuogopi Mungu pia. Wanaishi na ndio maana yanatokea mambo aliyosema Epimbuya kama ushoga na vitu vingine. Lakini wala tunarudi kwako Epimbuya. Wewe ni mama right now na unawalea watoto wako. Nafikiri una watoto wa kiume na wa kike. Ndio. Na katika hao watoto wa kike na wa kiume wana tofauti ya malezi, si ndio maana? Kabisa. Na nataka nikuulize kitu. Hawa wa baba ambao labda anakuwa ana familia yake, ana mke na watoto, lakini baba yani unakuta anaweza kukaa labda hata miezi 6 hajapata nafasi ya kukaa na watoto, kuzungumza nao, kukaa na watoto labda kuwasikiliza shida zao. Hawa baba wanawaambia nini? Hawa baba ninawaambia wajitahidi sana kujirekebisha. Unajua kuna kitu kimoja ambacho nafikiri kipo. Unapokuwa na watoto wa kiume, mara nyingi wale watoto wa kike huwa wanakaa karibu na baba. Yaani huo ndio ukweli. Watoto wa kike ni marafiki wa baba kuliko upande wa mama. Na watoto wa kiume huwa ni marafiki wa mama. Kwa hiyo unaweza ukajikuta mtoto wa kiume wakati mwingine anaweza kuwa wazi kwa mama zaidi tena kuliko baba. Kwa hiyo baba ili aweze kukaa na yule mtoto wa kiume anatakiwa kuwa na hekima ya hali ya juu. Ili yule mtoto wa kiume aweze kumwamini na kumuelewa na kuwa rafiki. Yaani baba aweze kutengeneza urafiki na mtoto wake wa kiume. Wakae kama wanaume wazungumze. Labda swali lako sio kama nimeweza kujibu ama. Yaani ulichonijibu mimi ni kwamba nilichokuuliza na ulichonijibu kiko sahihi. Kwamba hawa wa baba yani umenieleza kwamba watoto wa kiume wanakwenda kwa mama, watoto wa kike wanakwenda kwa baba, si ndio? Lakini nilikuwa nimekuuliza na nilikwambia kwamba hawa baba ambao wanachukua muda wao kufanya mambo yao na kusahau kuwahendo hawa watoto, sana kuwapa maadili kama mtoto wake wa kiume, si ndio? Nikakuuliza kwamba nikakwambia wewe unawashauri nini sasa wanaotutazama hawa wa baba wanaotuangalia? Najua wanatuona wale pale, mimi ninawaona na wewe pia unawaona. Kwa hiyo wewe unawaambia nini hawa baba? Mimi ninawaambia wajitahidi sana kujirekebisha. Hata kama umekuwa busy na mambo yako mengi, umekuwa busy na biashara, umekuwa busy na majukumu ya familia, ujitahidi sana kupata muda kwa ajili ya familia yako. Maana mwisho wa siku utakaposikia kijana wako ameenda kwa njia ambayo sio sahihi, let's say unasikia eti kijana wako amekuwa shoga, amekuwa mtoto mlegevu,
amekuwa mtoto wa ajabu. Wewe unategemea siku moja afunge harusi na mwanamke, unashangaa na kuletea mwanamume mwenzake. Dunia imeharibika huko tunakoenda. Lazima na sisi wazazi au baba ambao unataka kuwa baba bora, ujitahidi kubadilika ili kuokoa hili janga. Maana mimi nasema hili ni janga. Huko tunakoenda watu wanatakiwa kurudi na kujitathmini maisha waliokuwa wanaishi huko nyuma na maisha yanaendelea mbele, na hali inavyoenda kubadilika. Mtu abadilike na style life yake ibadilike. Unatazama kupitia Star TV hivi sasa. Chep MC hapa, niko na Madam Epi Mbuya, mfanya biashara, business pia, wanasema business woman, wanasema ni gospel singer. Niko naye kwenye show. Wewe ambao umechelewa, basi ujue Epi Mbuya yuko hapa na ana vitu vingi sana anaviongelea vya kimungu, yaani kila kitu anacho yeye kuhusu Baba Bora. Utajifunza na watu waendelea kujifunza. Sasa hivi tunakwenda kutazama Tourism Nature na tunakwenda kumtazama Nyegere. Nafikiri unamjua Nyegere, tukisema Nyegere unamjua. Kwa hiyo utaungana na Edo Chamba, atakwenda kukuelezea Nyegere ni mnyama wa aina gani. Usiondoke hapo ulipo. Tourism Nature. Nyegere, Melesi au Muhilu. Jina lake la kisayansi anaitwa Mellivola capensis. Ni mnyama mdogo wa familia ya Masteldae anayetokea Afrika. Anatokea Afrika Mashariki ya Kati na Uhindi. Nyegere huishi peke yake katika shimo ambalo analichimba yeye mwenyewe. Ni mchimbaji mzuri sana. Nyegere amejaliwa vidole ambavyo vina kucha ndefu. Kucha hizo humsaidia katika kazi hiyo ya kuchimba mashimo. Mfano, kama kukiwa na ardhi ngumu sana, Nyegere ana uwezo wa kuchimba ardhi hiyo. Nyegere huchimba shimo ambalo linamtosha kujificha, na uwezo wake wa kuchimba shimo ni ndani ya dakika 10 tu. Mnyama Nyegere ni mvivu katika masuala ya nyumba yake. Hivyo basi, anapojisikia uvivu, hujilaza sehemu yoyote inayomfaa. Ngoja ni kuchekeshe mtazamaji wangu. Nyegere alionekana akijilaza kwenye pango la mbwa mwitu. Hivyo, mbwa mwitu wenyewe humhofia Nyegere kwa uwezo wake mkubwa wa kupambana. Nyegere ni mnyama mdogo anayekula kila kitu. Mfano, Nyegere hula nyoka wenye sumu. Nyegere hula kenge, majani, matunda, maiti ya binadamu, mizoga ya chui, simba, duma, ndege na kadhalika. Nyegere ana meno makali magumu sana yenye uwezo wa kupasua hata jumba la kobe. Mtazamaji wangu, ngoja nikupe hadithi fupi za kitamaduni ambazo zinamuhusu Nyegere nchini Tanzania. Inasemekana Nyegere ni mnyama mwenye wivu na mapenzi makubwa sana kwa jike lake. Hutembea nyuma ya jike huku akiwa ameziba sehemu za siri za jike. Inasemekana hata jani tu likimgusa sehemu ya siri ya jike litararuliwa na kupokea kichapo cha hatari. Maana wivu wa dume ni kuwa jani litakuwa limefaidi utamu wa jike lake. Nyegere inaonekana ni baba bora. Nyegere ana uwezo wa kununua ugomvi mpaka kijiji cha 6. Walina asali ndio waathirika wakubwa wa hasira za Nyegere. Anaweza kuujambia mzinga akala kidogo asali na kupeleka kwa mke. Mlina asali akifika na kupakua asali, Nyegere ana uwezo wa kufuatilia harufu ya aliyeiba asali yake mpaka nyumbani. Aliwahi kusafiri zaidi ya kilomita 7 usiku kwa usiku. Anafata harufu ya mtu aliyelina mzinga wa asali aliyoijambia. Alipofika akavunja mlango na kukuta wamelala watu 4.
kwenye mkeka mmoja, akabagua yule mwizi wake